Maanake mtu ambaye tayari amepanda level ya hatima au ana hatima kubwa, akikumbuka makosa aliyofanya, iwe dhambi, iwe vitu alivyokosea, iwe vitu alivyofanyaga huko nyuma, anasikia moyo unauma, maana kanajutia. Hii ni ishara kwa sababu amepanda level, hawezi tena kurudi huko nyuma kukosea kosa, hawezi kufanya tena kosa, kufuruga pesa, atapanga mipango sawa sawa, atajutia mapito aliyopitia, hatamani tena kurudia kosa. Ni kama mwanafunzi ambaye amefeli mtihani alafu akapewa nafasi moja ya kufanya correction. Hawezi kukosea kwa sababu ameshajutia, nilikosea mahali fulani, ningeshakuwa na nyumba, nilikosea mahali fulani, nilikula raha sana, nilikosea mahali fulani, sijapangilia mipango. Akipata chance mtu ambaye ana hatima kubwa, hawezi kurudia makosa. Hawezi kurudia makosa. Hawezi. Na mwaka kati ya kitu ambacho mwanangu na waombea wale watu wenye hatima kubwa, wenye ndoto kubwa, na waombea usirudie kosa la mwaka jana. Usirudie kosa la mwaka jana. Kama ulikuwa ni mtu wa kuwasema watu, usirudie tena hilo kosa tena. Nenda level nyingine. Sema naenda level nyingine. Hivi unanielewa kabisa? Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Hatua ya 5, unachukuliwa vibaya na unayobadilika. Unachukuliwa vibaya. Unavyobadilika, unapokuwa kimya wanasema anajiona. Yaani unachukuliwa vibaya unavyobadilika au ulivyobadilika. Unapokuwa kimya wanasema unajiona. Unapokataa starehe sio na maana wanasema umebadilika. Unachagua vitu, unafanya hivi. Mungu atakapokuwa anakupeleka kwenye level yako, kuna mabadiliko yatatokea. Tutashangaa watu watakavyosema, siku hizi Mama Alpha anajidai, anajiona, hatutaki sisi, hataki starehe fulani, hataki kupiga story na sisi, hataki kukaa na sisi, hataki hiki na hiki, hataki hiki na hiki. Amekuwa kimya, hatugombani lakini hatusalimii, anakusalimia anakupita, anaringa. Ukiwa kwenye kuelekea kwenye hatima yako, tegemea kila neno ni la kwako. Lakini mtu ambaye anasafiri haangalii mbwa anasemaje, yeye anapiga hatua. Mbwa abweke songa mbele, mbwa abweke songa mbele. Naongea na watu watatu, mwaka mbwa watabweka, sisi tunasonga mbele, tunasonga mbele. Mtu mmoja asema nasonga. Ni hatari sana kwa mtu ambaye ana hatima kubwa. Yaani mbwa anasema mwa. Anasema wewe mbwa nitakupiga eti. Toka. Na unaenda hivi. Mama. Jamani mbwa, jamani mbona anipi? Toka mbwa. Na mbwa alivyomjinga ni shetani. Yaani mbwa akikwe ukirudi anakimbia. Ukienda hivi na unakaza breki. Mbwa jamani toka. Yaani utamaliza ruti hapa. Mtu mwenye hatima kubwa, kila mtu akisema nge anasema endeleeni kuongea. Na mwaga matuo, endeleeni kuongea. Na kwenda kanisani, endeleeni kuongea. Naomba Mungu anipe kazi, endeleeni kuongea. Nasomesha watoto, endeleeni kuongea. Nataka nimlie kiwanja cha kujenga, endelea kuongea. Na nenepa, endelea kuongea. Nitastawi, endelea kuongea. Kwamba ni malaya inakuhusu, kwamba ni majambazi inakuhusu, kwamba sifai hilo ni la kwako, kwamba nimetapeliwa hilo ni la kwako. Ninachojua napiga hatua, nina hatima kubwa. Mtu mmoja apige kelele aseme mwaka huu nakataa kelele za mbwa. Unasikia upweke kuliko kawaida. Upweke huu hauji kwa bahati mbaya, unakuja kukuandaa kwa mafanikio. Mafanikio makubwa hayazaliwi kwa kelele nyingi, bali yanazaliwa kwenye ukimya wa muda mrefu. Kwa hiyo wakikuacha unabaki mpweke. Yaani hujawahi kuona mtu anasema sijui sasa hivi nimuombe nani? Kwa sababu nikimwangalia ushemeji yangu ni kama kuna namna tumechange. Nikimwangalia nikae na nani? Wakati mwingine ulikuwaga mwanzoni ukipata shida yote unakimbia tu. Yaani kibebe tu, yaani uko right. Lakini sasa hivi umekuwa mzito fulani. Unabaki mwenyewe. Yaani kama vile unaogopa kuomba vitu kwa watu. Yaani kama vile unaogopa kujiibisha. Maana kuna level umekwenda. Kimwili tunakuona wa kawaida, lakini kuna level umekwenda. Wewe sio yule juisi tunayekufahamu. Kuna level umekwenda. Ni kipindi ambacho unaweza ukanywa uji wa chumvi bila kuomba chumvi kwa jirani, na ukabaki mwenyewe ukalala ndani kwako.
ukatulia kimya kama mtu ambaye hana shida, lakini shida zimekujaa debe hivi. Hiki kipindi ni kipindi cha kuwa kimya, mpweke. Ni kipindi kama vile umetengwa. Lakini sikumbuka, mafanikio makubwa hayazaliwi kwa kelele nyingi, bali yanazaliwa kwenye ukimya wa muda mrefu. Hapa ndipo unajifunza kujitegemea kiakili, kihisia, kukomaa, kufikia mahali pa kumtegemea Mungu. Yaani ukiona umebaki peke yako, hapa ndipo Mungu anakufundisha. Uko darasani, unajifunza kihisia, unajifunza kukomaa kiakili, unajifunza kubana bajeti, unajifunza kubana vitu, unajifunza kupangilia mipango yako. Ni kipindi ambacho unakomezwa kiakili. Ni kipindi cha kuandaliwa. Ni kipindi cha kutojiendekeza. Ni kipindi ambacho huwezi ukajihurumia. Kama ni kazi unachapa kama gunia. Kama ni kuomba unaomba kama utaka uombe. Kama ni kufanya unafanya kama vile uko mwenyewe, huna mtu wa kukusaidia. Ni kipindi ambacho Mungu anakuweka darasani. Ni kipindi cha kukua kiroho. Ni kipindi cha kufunguka kifahamu. Ni kipindi cha akili kupefuka. Ni kipindi cha kuona mbali. Ni kipindi cha kuona mbali. Na ngoja nitakwambia, kuna watu baada ya hili somo hawanielewi hata nikiongea hapa, lakini baada ya hili somo kuna namna akili zao zitapanuka. Utashangaa wanaanza mipango ambayo hujatarajia. Utashangaa wanakuwa kimya. Utashangaa mpaka jirani anasema, hivi Helen yupogo? Ambia yupo. Mbona siku hizi hatumuoni hapa kijiweni? Yupo tu. Anafanya nini? Yupo tu. Ukimkuta yuko tu pale nyumbani kwake anafagia, tunaona watu wanarudi ndani kwake. Anafanya nini? Anaamka, tunaona anafagia, anafungulia kuku, yuko ndani. Mbona siku hizi kijiweni? Hatujui kwa kweli, hatujui. Tukimwona hapa anakuja anasuka, na akija yuko serious. Na akija maneno yake ni mafupi. Akimaliza ameondoka. Akikuta watu wanasupport vitu ameondoka. Ni kipindi ambacho yani Mungu anaweka hatima ndani yao na mume wake wanabadilika. Unashangaa mwanaume naye anabadilika. Akipata 100,000 anamwambia mama, hebu natuma 70,000, naomba 20 mbane, alafu 50 weka pembeni. Hebu naomba nitume hiki. Unashangaa kuna neema inaachiliwa. Yani utaona wako kimya, utaona wamenyamaza, lakini kuna hatima inaendewa. Si kama naongea na watu watatu, kuna hatima ya mtu itaachiliwa. Ile ukimya wao, kuna kitu kinamendewa. Utabaki usema, hawa watu wanapanga nini? Hawa watu wanawaza nini? Hawa watu mbona ni kama vile wamekata network? Hawa watu mbona ni kama vile hawana mwelekeo? Mwanangu, acha nikwambie, usitaki watu wajue maisha yako, na Mungu akusaidie wasijue una hela au hauna. Anayejua ni wewe. Ubaki ndio unajua sina au sina. Na kutabiria kinabii, watu wenye hatima wanaonekana ni matajiri, lakini wakati hawana chochote. Lakini nataka nikutamkie, pokea upako wa kukutunza kwenye hayo majira. Mtu mwenye hatima kubwa hasikilize maneno ya watu. Mtu mwenye hatima kubwa hasikilize kelele za mbwa. Yeye kazi yake anapanga mipango. Hakuna atakayemzuia. Anaelekea anakoelekea. Hana kikao na watu. Hana vita na watu. Ana vita na shetani na ndoto zake. Sema amen. Punga mkono, sema leo hatima yangu itaifikia. Kelele za mbwa wacha wabweke. Fanya basi, wacha wabweke. Tengesha sasa, wacha wabweke. Waseme watakavyosema. Sasa safari watasema sawa sawa. Maana walinisema nikiwa kiwango cha chini, Bwana akaniweka level ya pili. Wakanisema kwamba mimi nimebadilika, nimekuaje? Mungu ananiweka level ya kuonekana kwenye nyumba ya baraka. Wacha niende level ya kazi, wacha niende level ya ufugaji, wacha niende level ya kuomba, wacha niende level ya kusaidia watu. Kuna watu watatu wanapokea unabii huo. Nenda level. Utukufu hadi utukufu, heshima hadi heshima. Na namna ya kuumiza adui zako, waogope hatima yako. Wakisema kitu, mwambie Mungu, naomba nipande level. Sio kila mtu mwanangu anakupenda.
hata mimi hapa sio kila mtu ananipenda. Unafikiri ni kila mtu anayekuja kanisani ananipenda? Mwingine anakuja kunichunguza. Mwingine anakuja kwa lengo lake. Mwingine anakuja kusema ngoja tukamuone. Mwingine anakuja kwa lengo ana nguvu za Mungu. Anatumiaga nini? Mwingine anakuja anasema ningekuwa na bomu ningempigia. Lakini Elisha hafi. Na atanguruma leo, atanguruma kesho, atanguruma mwaka huu, atanguruma miaka ijayo. Waambieni hao ambao bado nipo. Ndio anaenda viwango. Mama, mmoja apige kelele, sema ndio anaenda viwango. Na kama baba yenu anaenda viwango, hata wewe nenda viwango. Nenda viwango vya heshima, viwango vya kuendesha gari, viwango vya kuitiwa kazi, viwango vya kulipa pesa zako, viwango vya kuweka viti pale nyumbani, viwango vya kufunga umeme, viwango vya kuweka sola, viwango vya kununua makosha ya baraka, viwango. Kwa viwango vingine nataka nikwabu chini ya mbawa nilaze kichwa. Viwango vingine nyumbani kwako viende, watoto wako waende viwango vingine, ile familia yako iende viwango vingine, vijana wako waende viwango vingine. Ile nyumba isiyoonekana hata ikionekana taa ni taa kadogo ya sola, taa nyingi ziwake. Nyumbani kwenu kuwe kama Ulaya. Nyumbani kwa wazazi wako kuwe kama Ulaya. Hizo nyumba isiyofaa na bomoa kwenye ulimwengu wa roho. Naingiza masausi. Naingiza vitu vya heshima. Mtu mmoja asema amina. Namuona mwanaume mmoja anapiga dili ya baraka. Anapokea hatima yake ya kubeba familia ya mama wake. Na atapata pesa nyingi, atamaliza nyumba yake. Na atamsaidia dada yake na ndugu zake. Ninatamka kinabii receive kwa ajili ya huyo. Kuna vijana wengi watapelekwa viwango vingine. Vijana wenye hatima ya kubeba wazazi wao watapelekwa hatima nyingine. Ninaona wakina Esther wanaobeba hatima za familia. Ndugu zao wakina Daudi watakumbukwa, watapelekwa viwango vya baraka. Hawatapoteza muda wakiwa Zanzibar, hawatapoteza muda wakiwa Dar es Salaam, hawatapoteza muda wakiwa Kenya. Watakwenda level ya baraka. Mwaka huu ni mwaka wa kwenda viwango. Ni mwaka ambao vita itakuwepo, ni mwaka ambao kusema kutakuwepo, lakini ni mwaka wa kunyamadhisha kila adui aliyekusema. Sijui kama ni mwaka wa kumnyamadhisha kila aliyekupiga vita. Ni mwaka wa kunyamadhisha kila aliyesema upate kazi. Ni mwaka wa kunyamadhisha kila aliyekucheka kwenye madeni. Ni mwaka wa